Ni mwendelezo wa mbunge wa jimbo la Sumve Mheshimiwa Moses Charles Bujaga wa kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali katika jimbo hilo pamoja na kuwashukuru wananchi wa jimbo la Sumve. Mbunge huyo anaanzia katika shule ya Sumve Sekondari, huku wanafunzi wa shule hiyo wakishindwa kuficha hisia zao mara baada ya kumwona mbunge wao. Baada ya kufika katika shule hiyo, haya ni maneno ya mbunge Moses Charles Bujaga kwa wanafunzi wa shule ya Sumve Sekondari, huku akimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa mabweni mawili yaliyoungua shuleni hapo. Moja kubwa ambalo limenileta ni kuangalia jitihada ambazo tumekuwa tukizifanya, mimi pamoja na viongozi wengine wa wilaya pamoja na viongozi wa mkoa, katika kuhakikisha kwamba shule yetu ya Sumve hambaki na majonzi ya kunguliwa na mabweni yetu yale mawili. Mjue kwamba kuna viongozi ambao baada ya janga lile kutokea wamekuwa kazini kuhakikisha kwamba mnarejeshwa mahali ambako mlikuwa awali. Sumve oye! Na tumemaliza kusomewa hapa na mkuu wetu wa shule kwamba tathmini ilifanyika ya namna gani uharibifu ulitokea baada ya ule moto. Gharama ambayo ilikuwepo, uharibifu wa majengo, uharibifu wa vifaa, uharibifu wa mali za watoto ulikuwa unafikia milioni 252. Mimi pamoja na viongozi wenzangu wa wilaya, viongozi wenzangu wa mkoa, tumefanya kazi kwa pamoja kwa kushirikiana kuhakikisha kwamba fedha hii inapatikana, na kama ambavyo mkuu wa shule amesema, fedha hii sasa ipo kwenye mifuko yetu kwa ajili ya ujenzi wa mabweni. Kwa hivyo mimi kama kiongozi na mwakilishi wa Wanasumve ninasimama kwa niaba yenu kusema shukurani nyingi sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio kiongozi wa serikali ya awamu ya 6, kwamba amekuwa mwepesi kwenye kusikia kilio cha Wanasumve. Janga hili limetokea mwezi wa 11, lakini leo hii ndani ya huu mwezi wa pili fedha yote ya kujenga mabweni tunayo. Na mimi nimekuja hapa watoto kuambia nitakuwa mstari wa mbele kuona mabweni yenu yanajengwa kwa kiwango cha juu sana. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako Mheshimiwa Mbunge kwa kutupambania na kufanikiwa kutupatia fedha toka serikalini kwa ajili ya ukarabati wa mabweni mawili. Mheshimiwa Mbunge, tunakushukuru kwa jambo hilo, manake lilikuwa ni kubwa. Hatukutegemea kama hiyo fedha ingeweza kuja kwa haraka kiasi hiko, lakini hii fedha ulipotupambania sisi kama shule, tumeondoa kifusi chote kilichokuwa kwenye jengo la Dr. Magufuli, tumepasafisha. Kwa hiyo tunasubiri sasa hivi utekelezaji wake, ujenzi waanze mara moja. Mbunge Moses Bujaga hakuishia hapo. Hapa anafika katika kijiji cha Mashilalage kilichopo kata ya Sumve na kukutana na wananchi pamoja na kusikiliza kero zao. Bahame Mburu Madeleke. Asante Mheshimiwa, pia nashukuru sana kwa uwepo wako, na hii ni bahati. Sijawahi kuongea na mbunge kunisikiliza mbunge, ni mara ya kwanza. Nashukuru sana. Karibu sana Bahame. Basi mimi wazo langu, shule yetu haina hata uzio. Kuna mamiti tu, vichaka vingi tu, lakini mtoto hakika anashinda hapo, analala hapo. Hilo ni wazo langu la kwanza. La pili, mbunge, barabara ni kilio cha miaka. Barabara kwenda Misungwi, sisi hapa tunatoka kwa nauli kama unaenda Katoro. Barabara la kwenda Nguge, mbunge, hilo ni kilio cha kwanza kwa kila mtu.
Kwa jina naitwa Eunice Doto Mwashilalage. Mimi mheshimiwa, ombi langu naomba barabara ya kwenda Nguke kutoka Mwashilalage. Yaani tunasumbuka sana, hata mboga tunashindwa kupata huko Misungu, ni mboga nyingi sana. Elina lyane ndita na Felista Feliciani Ilaja. Tolelo mpababo tampele cheo lwensolo kina shilehu. Olo ya shike echo. Aba mayo tolefu matiro kujoli ntamense. Halafu amabomba kaka kamaka isa tolelo mpababa cheme isa toyo kotinteleti lolo yonshikecho. Kwa jina naitwa Filipo Paulo Hugo, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mwashilalage hiki hapa ulipo. Filipo, mimi ombi langu kama alivyotangulia mama huyu aliyetoka, na mimi nilikuwa na uzio huo wa kwamba naomba ututengenezee kisima kirefu cha kina kirefu katika karibu na shule yetu ya sekondari, kwa sababu hata vijana wetu wanasumbuka kutoka hapa wanaenda kwenye kisima ambacho kimetengenezwa ni mbali kidogo, wanashindwa hata wakati wa kuja kusoma. Tunaomba wasogezee karibu ili kusudi vijana wetu tupate kwa baadaye vizuri. Asante sana. Baada ya kusikiliza kero hizo, hapa mbunge huyo anajibu kero hizo pamoja na mikakati ya kutatua kero za wananchi katika kijiji hicho. Barabara ya kwenda Misungwi, wanasema kwamba samaki wanaonunua Sumve wana bei kubwa kuliko wanaopatikana wapi? Misungwi. Sasa hili nadhani ni kero kubwa ambayo sasa ni mara ya 3 au ya 4 ninaambiwa, na nitashirikiana na mwenzangu Mheshimiwa Bugota, mbunge wa Misungwi, ili tuweze kupatia ufumbuzi wa changamoto. Ninafahamu kwa upande wao barabara iko vizuri kiasi fulani, kwetu ndio bado haijakaa sawa sawa. Kwa hivyo tutafuatilia tuone ni kwa namna gani tunaweza kuondoa changamoto hii ya barabara, ili sasa watu wa Mwashilalage mnapotaka kwenda kufanya mahemezi au kununua nowe nakadum kanduru ukapeja hali Misungu ambako unaweza ukapata bei nzuri. Jingine ambalo ni kubwa sana amelisema mama yangu Felista, na amelisema ndugu yangu Filipo, mwenyekiti wa kitongoji, kisima cha kina kirefu. Na mama anasema kwamba omchomtola alago mkaya naliga nika geke na bana malai makanzaga na bakasayaga nguno ngikoloteho saa 11 ojobaka kondoki kumenze utamgena ngulale babashe saa 11 ena oteho hamo nekaa yata kine yanda kuleta shida. Kwa hivyo hii ni changamoto kubwa. Ninafahamu kuna mradi wa kuchimba visima 11 kwenye jimbo letu la Sumve, visima 11 vya kina kirefu. Jana kisima cha kwanza tumewapatia watu wa Mwaneke. Ninaomba niseme kisima cha pili tutakileta Mwashilalage. Sasa wengine watabaki wapiganie hivyo visima vilivyobaki, lakini Mwaneke na Mwashilalage tutawapa nafasi hiyo ya kwanza kupata visima vya kina kirefu. Tayari kwenye jimbo letu tumekwisha kutambua vijiji vyote ambavyo vina changamoto ya mawasiliano, na Mwashilalage ni mojawapo. Naomba Mwashilalage, madam nimekuja hapa kusema asante kwa nikiwa ni kijiji changu cha kwanza, vivyo hivyo nitalichukua hili liwe la kwanza. Mawasiliano Mwashilalage ni changamoto kubwa sana. Kuna mtu anakuomba umsaidie fedha, unamtumia na kwambia bado hajafanya nini, hajaipokea. Sasa hili Mheshimiwa Diwani, ni kuahidi, madam tayari tumeshaanza kulifanyia kazi na wewe ukapigiwa simu, hili sasa linaisha. Hili tunalimaliza la mawasiliano. Umeme kwenye vitongoji Mwashilalage oye. Naomba tu kuwapa habari njema kwamba toka mmenichagua kwa mbunge wenu na leo hii
nimeshapewa vitongoji 95 ambako nitapeleka umeme kwenye jimbo letu la Songwe. Vitongoji 95. Jumla ya vitongoji 144 ndio vilikuwa na umeme mpaka jana. Sasa tunaenda kuongeza vitongoji 95. Ni muombe Mheshimiwa Diwani atuandalie ni vitongoji vipi ambavyo kwa Mwashilalage havina umeme. Na huu utakuwa mwendelezo wa kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika jimbo la Songwe kwa mbunge huyo, pamoja na kuwashukuru wananchi kwa kumchagua kwa kura za kishindo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.